Hivi umekuja na usafiri gani leo? Baiskeli. Mwenzako nimeukanyaga. Acha basi. Yaani usafiri umekuwa na shida sana yani. Karibu ndugu mtazamaji wa Gonna TV, natumaini mzima wa afya na mimi pia ni buheri wa afya kabisa. Ni mimi mtangazaji wako Baby Marty, lakini leo siko peke yangu ndani ya studio za Gonna TV, niko na mwenzangu Laila Queen. Na leo katika kipindi chetu tutaangazia suala zima la upandaji wa mafuta linaathiri vipi katika jamii. Tukiangalia upande wa Tanzania na Kenya, imetuathiri sana. Upandaji wa mafuta, bei imekuwa ni ya juu mpaka kufikia kiwango cha shilingi 4200 upande wa Tanzania na kufikia kiwango cha shilingi 214 upande wa Kenya na Nairobi. Hivi Dalela, unajua kwamba Kenya waligoma? Ndio, alafu sio Kenya tu, hadi Tanga hapa waligoma wale madereva wa daladala. Wanataka bei zao zizidi kuwa juu kutoka 500 hadi 800, lakini wanataka 1000. Lakini abiria nao ndio wanaona kama gharama imekuwa ni kubwa, kwa hiyo wanaamua tembea zao. Sawa, mafuta imekuwa changamoto kweli. Lakini baadhi ya nchi katika Afrika Mashariki, kuna baadhi ya nchi ambayo bei imekuwa sawa na imekuwa kama ya mwanzo, yani ni ndogo tu, mtu yote anaweza kuafford na mafuta yamekuwa na bei rahisi. Mtu yote tukaangalia ni nchi gani hizo ambazo hazijapanda bei ya mafuta. Dalela, karibu. Kwanza kabisa kuna nchi ya Sudan ambao wao wananunua lita moja dola 0.700 ambao ni sasa na shilingi 1827 ya Tanzania. Lakini pia kuna Misri ambao wananunua dola 0.454 ambao ni sasa na shilingi 1185 ya Tanzania. Ndio, lakini pia kuna Algeria ambao wananunua dola 0.355 ambao sawa na shilingi 927 ya Tanzania. Yaani ni bei ndogo, mtu ananunua kabisa afya unakuwa unanunua soda unatumia kwa mafuta. Alafu Algeria wao wana kile kitu ni kama hii ni sehemu ya uzalishaji wa nchi yao mafuta yanazalisha na gesi. Kwa hiyo ndio maana nafikiri bei pia iko limited ambayo kila mtu anaweza kufanya nini kwa afford. Lakini Angola nao wananunua dola 0.327 ambao ni sasa na shilingi 853 ya Tanzania. Ukija kuangalia sasa Libya ambao wananunua shilingi 63, yani unanunua ivory kabisa. Hiyo ni lita moja kwenye nchi yao. Yaani ni bei ndogo mno ukilinganisha 4200 ya huku kwa Tanzania. Lakini pia kuna changamoto ambazo tumeweza kuzipata kutokana na upandaji wa bei ya mafuta kupanda. Na changamoto hizo ni upandaji wa bei kupanda umesababisha usafiri kuwa wa tabu. Sasa hivi tunakanyaga, tunakuja tunatembea kwa sababu usafiri umepanda bei, si ndio? Na pia bidhaa zile. Yaani kwa sababu zinasafirishwa kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine, wameamua kwa sababu nauli iko juu ya kusafirisha vitu, basi hivi unajua kile kibobo cha mkaa kile ambacho walikuwa wanatoa 1000 sasa hivi kinauzwa 1500. Sasa zingine hadi 2000. Mkaa umepanda. Alafu angalau ingekuwa mkaa una bei ya chini, basi twende kwenye gesi. Gesi anaweka na shilingi 27,000. Hii pia inaweza kusababisha uchumi kushuka. Tunajua bidhaa zikipanda bei, uchumi wa nchi unakuwa unashuka. Ndio. Mpaka hapa hatuna la ziada. Unaweza kutuma ujumbe wako mfupi kuhusiana na upandaji bei wa mafuta kupitia katika social media zetu za Gonna TV. Unaweza kudondosha komenti yako hapo chini, tufanye nini ili tuweze kuepukana na madhara yanayotokana na upandaji wa mafuta bei. Mpaka sasa tunaweza kusema hatuna la ziada. Nilikuwa mimi mtangazaji wako Baby Marty pamoja na Laila Queen. Endelea kutazama Gonna TV. Kwaheri.